Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matumaini yangu buheri wa afya na bado uko hadhuri ukiendelea vyema kabisa kuyafuatilia matangazo bora haya ya ZBC2. Leo tena katika siku nyingine, juma lingine, tunakutana tena hapa ndani ya kipindi chako pendwa, kipindi cha Dhikra, kipindi ambacho hutupa malumati mbalimbali ya kidini. Naikualika, naitwa Abdullahi mwana wa Maalim Mashaba Fatima, na hii leo biidhnillah taala nimefanikiwa kwa naye idara ya kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Kama ambavyo tufahamu, kwa muda kadhaa tumekuwa tukimkosa hapa Sheikh katika Dhikra, lakini siku ya leo alhamdulillah tumeweza kuwa naye, na unwani ambayo itawasilishwa hapa naye inahusiana na kijue kiungo ambacho kitaongoza kuwapeleka watu wengi motoni. Tunafahamu kwamba wanadamu alhamdulillah tumejaliwa viungo vingi sana, lakini Sheikh leo amesema kipo kiungo ambacho kiungo hicho ndio kitakachoongoza kuwapeleka watu wengi motoni. Allah atulinde na atuepushe na hayo. Lakini je, unafahamu hiko ni kiungo gani? Yote hayo utayafahamu wakati ambao utakhiari kuungana nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako Sheikh wangu? Alhamdulillah. Hapana shaka kwa unwani tu ambayo mtazamaji wetu anaishuhudia katika runinga yake hapo itamchagiza kuweza kufahamu kile ambacho umekiandaa katika mada hii, kiungo ambacho kitaongoza kuwapeleka watu wengi motoni. Naam. Karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي أما بعد. Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo duniani, kwanza kabisa ni kuamkie kwa mamkizi bora kabisa ya Kiislamu, mamkizi ya kheri, mamkizi ya amani, mamkizi ya baraka na mamkizi ya watu wa peponi. Kwa Kiarabu ni kwambie assalamu alaikum, na kwa Kiswahili ni kwambie amani ya Mola iwe juu yako. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi chetu leo pendwa kabisa cha Dhikra kupitia katika runinga yetu bora kabisa ya ZBC2 wema unaoendelea, tutazungumzia mada isemayo kijue kiungo kitakachoongoza kupeleka watu wengi motoni. Mtazamaji, bila shaka nawe ni miongoni mwa waumini wanaoamini ya kuwa huko kwa Mola wetu mlezi kuna mahakama. Hakimu mkuu ni Mola wetu mlezi. Mashahidi ni viungo vyetu, kama Qur'ani tukufu ilivyothibitisha hilo, kwamba mdomo utapigwa muhuri siku ya Kiyama, utafungwa, mikono itasema, miguu itasema, hadi ngozi itasema. Baada ya hukumu atakayoisimamia Mola wetu mlezi, nyumba ni moja kati ya mawili, ama viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi au viwanja miongoni mwa viwanja vya motoni. Na ndio maana Qur'ani imesema fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Makundi ni mawili tu, kundi litakuwa peponi na kundi litakuwa motoni. Mwanadamu haendi peponi ila kwa sababu ya matendo mema aliyoyafanya, ambayo yameizidi na kupiku yale matendo mabaya na maovu. Na vivyo hivyo mwanadamu hatoenda motoni ila baada ya matendo yake mabaya
maovu yake na madhambi yake kukithiri na kupiku hadi mema na thawabu zake. Miongoni mwa madhambi, makosa, maovu, maasi yanayoongoza na yatakayoongoza kuwatumbukiza watu wengi katika shimo la moto wa Jahannam, wal'iyadhu billah, na namomba Allah tukinge na moto wake wa Jahannam, ni kiungo kimoja ambacho kina upiga mwingi kwa lugha ya zamani kama Pele, kwa lugha ya sasa kama Messi, Ronaldo, Bwana Samata, Mayele na wengine. Mimi sio mtaalamu sana mambo haya. Kiungo hiki ndugu zangu kinacheza namba zote. Maana hata hawa niliowataja, mtangazaji atanisaidia kwa sababu ni mpenzi wa mpira, ni wachache katika wacheza mpira ambao anaweza kucheza miguu yote na namba zote. Ikiwa mtu atacheza miguu yote, pengine anaweza asicheze namba zote. Sahihi. Lakini kiungo hiki kinacheza miguu yote na namba zote. Kiungo ambacho ukiamua kumuita fundi cherehani aje na kifaa chake cha kupima, akikipima hakiwezi kuwa na inchi nyingi, hakiwezi kuwa na futi nyingi. Kiungo ambacho hakina mihimili, kiungo ambacho hakina nguzo, kiungo ambacho hakina hata mfupa, lakini ni hatari kuliko hata neno la hatari. Kiungo gani basi ambacho ndicho kitakachoongoza kuwapeleka wanadamu wengi katika moto wa Jahannam? Hebu twende katika university ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika simulizi, katika riwaya, katika hadithi aliyoipokea al-Imamu Tirmidhi katika sahihi yake kwa nambari 2407, na rawi wa hadithi hii sahaba aliyepata kumsikia mtume wetu kwa masikio yake akitamka maneno haya na kutoa ushuhuda huu ya kwamba kiungo katika viungo 360 katika mwili wa mwanadamu, kiungo ambacho ni zaidi ya Pele, kinachoweza kucheza miguu yote, kinachoweza kucheza nambari zote, kinachoweza kuvuruga sekunde chache, kinachoweza kuzizingua viungo vyote 359. Sikiliza ni kiungo gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, idha asbaha al-insanu, idha asbaha ibnu adama, mwanadamu Mola akimjalia akaamka salama salmin asubuhi, fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Kitendo cha mwanadamu kuamka asubuhi, usingizi umekwisha, umeamka, upo kwenye kitanda chako, pengine unanyoosha viungo, pengine unanyoosha miguu, kutaka system ya damu iweze kutulia vizuri katika mishipa ya damu. Hakika viungo vyote vilivyosalia 359 kasoro hicho kimoja kinachokamilisha idadi ya 360, vyote vinatoa maelekezo, nasaha, uhusia na tahadhari kwa mzee mzima. Yupi sasa? Vinatoa tahadhari, angalizo na hata onyo kwa mzee ulimi. Kipande kidogo sana cha nyama, hakina mifupa, hata mtu akikitoa chote ukipima akiwezi
kuwa na futi kadhaa au mita kadhaa au inchi kadhaa. Lakini cha kushangaza, mikono na nguvu zake zote, miguu na kutembea kote, akili, masikio, macho, pua, kila kitu katika viungo kwa pamoja na kwa sauti moja vinaisemesha mzee mzima ulimi. Vinaiambia nini ulimi? Vinasema hivi: ittaqillaha fina ya lisanu. Ulimi, mzee ulimi, kipande cha nyama kilichohifadhiwa na Mungu katika mdomo. Mwogope sana Mungu juu yetu sisi viungo vyote tulivyosalia katika mwili huu. Fa innama nahnu bika, hakika sisi sote viungo vyote 359 kasoro weye unaikamilisha 60, tuko pamoja na wewe, tunaishi nawe katika nyumba moja, kiwiliwili kimoja, mwili mmoja. Fa in istaqamta istaqamna, wewe ulimi leo ukinyoka ukasema mazuri matupu, nasi viungo vyote tutanyoka, tutafanya mazuri matupu. Wa in awajajta awajajna, na wewe ulimi leo ukipinda tu, ukitereza tu, ukibugi step, hakika sisi sote tutabugi step na tutafanya makosa, kwa sababu wewe ndio injini, wewe ndio kama kichwa cha Scania, ni wewe, sisi ni trailer tu tunakufuata wewe. Angalieni ndugu zangu namna kiungo hichi cha ulimi kilivyokuwa ni hatari na zaidi ya hatari. Kama hili alitoshi sasa, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia anatuambia katika hadithi iliyo sahihi, alipomwita mwanafunzi wake mmoja anaitwa Muadh ibn Jabal, anampa message yake aende nchini Yemen kutoka katika makao makuu yake Madina, Saudi Arabia. Akamfundisha nguzo zote za Uislamu, akamfundisha nguzo zote za imani, akamfundisha halali zote, haramu zote, sheria zote na matendo yote na ibada zote. Akamwambia, sasa umekwisha iva, wewe utakuwa ni mjumbe wangu, nenda kwa watu wa Yemen, ni watu wa kitabu, nenda kawalinganie, nenda liwe neno lako la kwanza utakalo waitia na kuwalingania ni kumwabudia Mungu mmoja pasina kufanya ushirikina. Kisha akamwambia wakisha kubali hilo, wafundishe kwamba kuna swala 5, kuna funga, kuna zaka, kuna hija, wafundishe vyote nilivyokufundisha. Muadh akayapokea kama mwanafunzi mtiifu wa Bwana Mtume, kisha akaondoka. Wakati anaondoka Bwana Mtume, kwa umuhimu mkubwa kabisa, akaamua kumwita na kumrejesha kusudi, ili neno hili la mwisho alizingatia zaidi na alitia akilini. Akamwambia, ya Muadh, awala adulluka ala milaki dhalika kulli, ewe Muadh, nikufahamishe mmiliki, bosi wa vitendo vyote, ibada zote, mema yote, mafundisho yote niliyokupa, bosi mkuu ambaye akinyoka hivi kila kitu kitanyoka, akipinda tu kila kitu kitapinda. Muadh akasema, naam, kumbe umebakisha jambo muhimu sana huku niambia, ewe mtume wa Mungu. Bwana Mtume, mtazamaji, Waarabu wanasema kun radhi, na Kiarabu ni kun radhi, niwe radhi, nitoe action kama alivyotoa mtume wetu, walau kwa ufupi tu. Akamfundisha kwa vitendo, akamtoa mzee mzima Pele wa zama hizi, anaicheza miguu yote miwili na anaicheza namba zote. Akafanya hivi,
akaushika ulimi wake, akamwambia mwanafunzi wangu, chonde chonde, huyu bwana mkubwa mchunge sana, amsik alaika hadha, mshike huyu jamaa, mdhibiti huyu jamaa, mtie kifungoni huyu jamaa, yani ulimi wako. Muadh akashtuka akasema, ya Rasulullah, awa nahnu muakhidhuna fima naqul, ewe mtume, unataka kuniambia kwamba sisi siku ya kiyama tutakuja kuadhibiwa kwa sababu ya tunayo yasema? Statement, matamshi, maneno, ulimi unapanda unashuka. Mtume pale sasa ndo akaamua kumtandika mwanafunzi wake, akamwambia, thakilatka ummuka ya Muadh. Neno jepesi, tafsiri nyepesi ya kuelewa neno hilo, mama yako akukose wewe Muadh. Umepata hasara wewe Muadh. Sikujua kama hili hulijui. Yani unachukulia ulimi ni simple, maneno ni kitu cha kawaida, statement na matamshi yanayotutoka unaona ni kitu cha kawaida. Wewe Muadh, mama yako akukose hakika. Kisha akatoa maneno mazito akasema, kwani Muadh hujui wewe siku ya malipo? Siku ya malipo, hukumu itakapotoka, kalamu ikapitisha wafuatao katika moto wa jahannama, khalidina fiha abada, na wakae ndani yake milele na milele. Kwani hujui wewe Muadh? Muadh akasema sijui. Kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Kishki TV, nuru ya dini yako. Na mpenzi mtazamaji, kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri wakati Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimwelekeza, akimfahamisha, akimwelimisha na hata kumtahadharisha kijana wake, mwanafunzi wake, sahaba wake Muadh ibn Jabal, alipomwambia, huko unakokwenda huko chunga sana ulimi wako. Ulimi unaweza kuporomosha matendo yako yote mema. Muadh alipostuka akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ina maana sie tutakuja kuhukumiwa kwa sababu ya ndimi zetu? Ndipo akamwambia, mama yako akukose wewe Muadh. Wahal yakubbu nnasa ala manakhirihim yawma alqiyamati illa hasaidu alsinatihim. Hivi Muadh, wewe hujui ya kuwa watu wengi watadidimizwa katika moto wa Jahannam? Watu wengi watatupiliwa mbali katika moto wa Jahannam, na si jambo jingine kitakachoongoza kuwatupilia mbali na kuwadidimiza na kuwachoma watu katika moto wa Jahannam isipokuwa ni kutokana na yale walioyachuma kupitia ndimi zao. Kwa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulimi ndiye kiungo pekee kitakachoongoza kuwasweka watu katika moto wa Jahannam, kwa sababu ili kuthibitisha kwamba ulimi ni hatari, katika suratu Qaf Mola anasema, idh yatalaqa almutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Kumbukeni wakutanaji wawili watakapokutana katika mabega ya mwanadamu, kuliani kwake na kushotoni kwake, tena watakuwa wamemkalia na wala hawatoachana naye. Kazi kubwa ya hawa malaika Raqib na Atid ni nini? Tazamaji, je, unafahamu ya kuwa Mola alipotuumba hakutuacha hivi hivi? Katupa maaskari wake wawili, informa wake wawili, watumishi wake watukufu watakatifu, malaika wawili, moja amekaa kuliani, moja amekaa kushotoni. Kazi yao kubwa ni nini? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
mwanadamu hatotamka tamko lolote lile isipokuwa tayari malaika wawili wamekwisha liandika na kulinoti katika kitabu chake cha milele, faili lake la milele, na matokeo tutakuja kuhukumiwa juu ya matendo mbalimbali, lakini statement, matamshi na maneno yetu. Kama ila litoshi, al-Imamu Tirmidhi anatupokelea hadithi katika sunani yake kwa nambari 2460. Mtu mmoja alikuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, man najatu ya Rasulallah, Mtume wa Allah, naomba unielimishe, unifahamishe uokovu ni nini? Nishikamane na matendo gani ili niweze kuokoka siku ya Kiyama, nisiingie katika orodha ya watakaochomwa? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, amsik alayka lisanak. Cha kwanza, udhibiti ulimi wako, uchunge ulimi wako, ushike ulimi wako. Cha pili akamwambia, waliyasa'ka baituka, na uwe bize na nyumba yako, kuwa bize na familia yako, usijihusishe na mambo yasiyokufaa. Nenda mbio kulia kushoto kwa ajili ya familia yako na maslahi ya familia yako. Jambo la tatu akamwambia, wabki ala khati'atika, na ulie mno juu ya makosa yako. Kwa mujibu wa mafundisho haya yaliyokwenda zaidi ya chuo kikuu, mafundisho ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, uokovu ni mambo makuu matatu. Anaitaka duniani aokoke, akhera kabisa aokoke, apone, aipuke moto wa jahannam, ashikamane na mambo matatu. Kasema Mtume Muhammad, mosi, aepukane au tahadhari ulimi wake, au chunge ulimi wake na ushike ulimi wake. Pili, uwe bize na nyumba yako. Kuna watu kwao kuna vuja, wanahangaika na ya wenzao. Kutunza familia ni ibada kubwa, na ndio maana Mtume akasema, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ulu, yatosha kabisa mtu kuchuma madhambi na siku ya Kiyama kusimamishwa kizimbani katika mahakama kuu ya Mungu kwa kile kitendo cha kutelekeza familia yake. Familia inalala na njaa, hajua wanaishi vipi, watoto wanaishi vipi, anahangaika na mengine, kwake kuna vuja. Familia ni amana. Mtoto wa watu umeozeshwa wewe, kwao walikuwa kiishi, na kuhangaika kote si wanaume tunahangaika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya familia zetu ziweze kuishi vizuri, ziweze kuishi kwa amani, ziweze kuwa na maisha mazuri, watoto wasome, wapate afya njema, masiku yasogee. Ndio maana akasema Bwana Mtume, jambo la pili, kuwa bize na nyumba yako. Jambo la tatu akasema, wabki ala khati'atik, na uketi utafakari, uangalie mara ngapi kila siku, jitathmini, jikague kutwa nzima umeingiza thawabu asilimia ngapi, una credit ngapi za thawabu katika akaunti yako ya thawabu, na leo umechuma madhambi mangapi, akaunti yako ya madhambi umeingiza madhambi mangapi, kisha ukilia ulie juu ya makosa yako. Mwenye kushikamana haya mambo matatu, Bwana Mtume amesema hakika ameokoka hapa duniani kisha akhera. Al-Imamu Tirmidhi ndiye anayecheza na hizi hadithi zote hizi za ulimi katika sahihi yake. Tena anatuambia Abu Huraira, anatufahamisha kuwa bwana mmoja alimuuliza mtume wetu akamwambia, ya Rasulullah, akhbirni, au suila Rasulullah an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna, Mtume nifahamishe
matendo yapi yatakayoongoza kuwapeleka watu kwa wingi peponi? Bwana Mtume akasema mawili tu, taqwa Allah, ucha Mungu, kumcha Mungu, kuwa na hofu ya Mungu. Jambo la pili akasema wa husnul khuluq, na tabia njema. Allahu Akbar. Hakusema na ibada nyingi. Unaweza kuwa na maibada nyingi shekhe, asubuhi, mchana, jioni unaswali na kufanya ibada tu, lakini tabia zako mbovu, jirani zako hawasalimiki kwako, kazini kwako watu hawasalimiki, ukiingia tu mwenye shari kaingia, msumbufu kaingia, pasua kichwa kaingia. Lakini akaulizwa tena an akthari ma yudkhilu an-nasa an-nara, Mtume sasa tuambie vitu gani vitakavyowapeleka watu wengi motoni? Akasema navyo ni viwili. Cha kwanza akasema alfamu, mdomo babu. Ndio mada yetu ya leo. Bwana Mtume anasema kitu kitakachowapeleka watu wengi motoni kuliko vyote, kiungo kinaitwa ulimi, kiko juu. Mdomo kwanza. Cha pili walfarju, na utupu. Wanawachuoni wa Kiislamu wanasema mwanadamu na ujanja wake na akili zake na utoto wake wa mjini na usomi wake na maarifa zake na uhodari wake, Mungu amempa mitihani wa vipande viwili vya nyama. Kimoja kakiweka juu, kinaitwa mzee mzima, ulimi, na chengine kakiweka chini, ni utupu. Hivi viwili vinampelekesha mwanadamu, na ndio maana Mtume Muhammad akasema watu wengi watakaoingia motoni kwa wingi ni ulimi na utupu. Bali leo mtu hajatongoza, hajazini, ila ulimi lazima atengeneze mstari. Mtu atamkewe anashindwa kumpa maneno mazuri, lakini akikaa na totos maneno yanamtoka, utadhani kapata ufunuo kutoka kwa Mungu. Yeye mwenyewe akitoka hapa anashangaa, mwanangu, mimi ndio nilikuwa napiga mistari yote. Mkewe hajawahi kumpigia mistari wala mashairi ya mahaba. Mtume anasema katika vitu vitakavyoongoza kuwapeleka watu wengi motoni, ulimi, mdomo na utupu. Na ni wachache mno katika viumbe wa Mungu wamemshinda wa huko na wakamshinda wa kule. Nyama mbili hazina mfupa, vinamwangaisha mwanadamu na utu uzima wake wote na akili zake zote vinakuja kumtupa motoni siku ya Kiyama. Nataka nimalize mtazamaji, tukienda katika sura ya 24, Suratun Nur, aya nambari 15, Mungu anatuambia idh talaqawnahu bialsinatikum, kumbukeni mlipokuwa mkiyapokea taarifa mbalimbali, maneno mbalimbali, upashukuna mbalimbali, uvumi mbalimbali kwa ndimi zenu. Watakuluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, na mkawa nanyi mnayaeneza, mnayapokea kwa ndimi, kisha mnatumia midomo yenu kuyaeneza na kuyasemea mambo ambayo hamuna elimu nayo, ujuzi nayo, uhakika nayo. Baya zaidi, watahsabunahu hayyina, mkishaongea mkitoka pale mnadhania mlioyasema ni simple, vitu vya kawaida vidogo tu. Wa huwa inda Allahi adhim, ili hali mmesahau ya kuwa yale yanayopitia katika ndimi zenu na midomo yenu na vinywa vyenu mbele ya Mungu ni vizito mno. Nataka nihitimishe mtazamaji, nisikuchukulie muda mwingi kwa sababu najua unapenda sana kuuliza. Na hitimisha kama ifuatavyo. Ukienda katika sura 17, suratu al-Isra, Qur'ani tukufu inatoa maagizo kwa waja wote wa Mungu. Na nataka mtazamaji na mpaka mtangazaji kweni makini na aya hii ifuatayo. Qur'ani tukufu inatoa statement, maagizo, maelekezo kwa wanadamu, viumbe wote wa Mungu, na sio Waislamu tu. Mola anasema wa qul liibadi, Allah, angalia utamu wa maneno haya, na waambie waja wangu mimi ndo nimewaumba, mimi ndo muumba na wao ni viumbe. Na waambie waja wangu
yaqulu allati hiya ahsan, siku zote wakiongea waongee maneno mazuri ya kujenga na sio ya kubomoa, ya kuunga na sio ya kufarakanisha. Waambie waja wangu siku zote wakiongea waongee maneno yaliyo mazuri yatakayowapatia thawabu na sio madhambi. Inna shaitana yanzaghu bainahum, kwani hakika shetani yupo katika mavizio. Shetani anamulika midomo yao na ndimi zao. Shetani ameseti CCTV kamera katika midomo yao na katika ndimi zao, ili apate kupata neno, ili aweze kuchonganisha baina yao, kufarakanisha baina yao, kugombanisha baina yao. Inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina, hakika ya shetani kwa mwanadamu ni adui aliyewazi kabisa. Mada yetu ya leo, kichwa cha habari kinasema kijue kiungo kitakachoongoza kuwapeleka watu wengi motoni. Kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna nimekuelimisha, sio mwingine ni mzee mzima ulimi. Nasema kama alivyosema Mtume Muhammad wakati anaaga kwenye khutba yake ya kuaga, na mimi naomba Mungu asijalie kuwa ni khutba yangu ya mwisho, aendelee kunipa umri na siha na afya njema, niendelee kumtumikia na kutumikia waja wake. Allahumma inni qad ballaghtu Allahumma fashhad. Mola wangu, hakika yangu mimi nimefikisha, kuwa shahidi, na malaika wako waandike kwamba leo nimetoa mawaidha na mahubiri kwa jamii nzima ya Kitanzania, Kiafrika na ulimwengu mzima. Kila moja ajue kiungo kitakachoongoza kuwapeleka watu wengi motoni, nacho ni ulimi. Pale nilipopatia ni taufiki ya Mola wangu mlezi, na pale nilipokosea nikatereza au nikachapia ni mapungufu ya kibinadamu, na hakuna mwanadamu hata mmoja aliyekamilika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, ni Sheikh Nuruddin Kishki, dai wa kimataifa, kitukumbusha, kitufahamisha, kitujuza, kituelimisha, kitunasihisha kuhusiana na kiungo ambacho kitauingiza watu wengi motoni. Mani yangu ni kwamba tulio wengi yamkini tumeweza ama kutoka sasa tutaweza kuchukua tahadhari juu ya ulimi, na mwenye mtazamaji unajionea vile ambavyo ulimi wako unavyotumia. Inawezekana kabisa wewe ukawa ni shahidi wa mwanzo, shahidi wa kwanza kufahamu mimi ulimi wangu na utumiaje. Tupigie leo kupitia nambari hii, ambayo namba hii si namba ambayo tunaitumia siku zote katika kipindi cha dhikra, lakini siku leo kwa dharura utaweza kutumia nambari hii, na tutapokea simu chache sana kulingana na muda, ili shekhe aweze kujibu maswali hayo machache yote na baki inshallah. Lakini pia shekhe, nirudi kwako wakati ambao nasubiri simu ya mtazamaji kuhusiana na hichi ambacho umekizungumza kwa faida zaidi. Mwanzoni kabisa shekhe uligusia kuhusiana na watu wataenda peponi na watu wataenda motoni. Inawezekana mtu akatumia ulimi wake tofauti, lakini alikuwa na amali nyingine. Vipi kwa yule ambaye pengine siku hili anaenda pale amali zake zimebalance, yani huku sawa huku sawa? Hapo naomba nikujibu kwa ncha kuu mbili. Ncha ya kwanza, wako watu siku ya kiyama matendo yao yatalingana, ngoma draw 50-50, mzani ukasimama hivi. Yani tuseme madhambi ni 50%, thawabu 50%. Wanaitwa ashabul a'raf, watawekwa katika bonde maalum ambalo haliko motoni na haliko peponi, na Mungu atahukumu juu ya wale ambao ima thawabu zimekuwa nzito, madhambi yamekuwa mepesi, au madhambi yamekuwa mazito, thawabu zimekuwa nyepesi. Kisha wale baada ya muda Mungu atawahurumia na atawaambia nendeni peponi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani tukufu. Lakini kirudi kwa mzee mzima ulimi, ambaye leo nimemuta majina mengi sana, nimemuta Pele, nimemuta anacheza miguu yote miwili, anacheza namba zote. Ulimi unaweza kubatilisha matendo yote. Nakupa kisa kimoja, kama kuna simu utanikatisha, hakuna shida inshallah. Mama mmoja amefariki, taarifa zikaenda kwa Mtume, ewe Mtume wa Mungu, mama fulani leo amefariki. Mama huyu alikuwa na sifa kuu zifuatazo: alikuwa anapenda sana kufunga, ibada ya funga.
kila Jumatatu, Alhamisi, masiku mangapi kwa mwezi anafunga, anaupiga mwingi kwenye ibada ya funga. Lakini pia alikuwa anapenda kusimama visimamo vya usiku, anaamka usiku kumwabudu Mungu. Analala muda mchache, lakini pia alikuwa anatoa sana sadaka. Matendo makuu matatu ambayo mwanadamu akiyashika bila shaka atakuwa ni mtu wa peponi: funga, kisimamo cha usiku katika kumwabudia Mungu, sadaka na kusaidia waja wa Mungu, ni katika matendo ambayo bila shaka yanampeleka mtu peponi. Lakini mama huyu, walakinaha kana tu'dhi jiranaha bilisaniha, mama huyu alikuwa na ulimi mrefu kama tai ya suti, alikuwa akikera majirani zake kwa ulimi. Pamoja na uchamungu wake na ibada zake, lakini alikuwa akiwakosea sana majirani na kuwaudhi kwa sababu ya ulimi wake. Bwana Mtume akasema, hiya finnari, hiya finnar, huyo ni motoni, huyo ni motoni. Ibada hazijamsaidia, ulimi umeporomosha na kubatilisha matendo yake. Baada ya siku kafariki mama mwingine, akaba ya Rasulullah, na leo mwanamke fulani amefariki. Hakuwa mfungaji sana kama yule, hakuwa mwenye kuamka sana usiku kama yule, na hakuwa mtoa sadaka sana kama yule, lakini ana sifa ya upole, huruma, anashika ulimi wake. Hajawahi kusikika akimsengenya mtu, akigombanisha watu, akifitinisha watu, akitukana watu. Anafunga ulimi wake na kuudhibiti. Akasema pamoja na uchache wa ibada zake, uchache wa funga zake, uchache wa kusimama kwake usiku kwa ajili ya ibada, uchache wa kutoa sana sadaka, kitendo cha kuushinda ulimi, hiya fil jannati, hiya fil janna, huyo yuko peponi, huyo yuko peponi. Allahu Akbar. Mashaallah. Kwa nimekujibu. Asante mtazamaji, naamini katika jibu hilo kuna faida kubwa tumepata, lakini kubwa hapo shekhe anatukumbusha na kututaka tuhakikishe kwamba ulimi wetu tunatumia vizuri. Kila ambaye yupo na sisi, jirani, mtu wako karibu, ndugu yako, iwe ananufaika vyema na ulimi wako, na isiwe ni sehemu ya nazaa, kwa maana usumbufu, idhlal, kero na mengineyo. Shekhe, turudi pia kwenye mafundisho. Tuelezwa kwamba siku ya kiyama viungo vitatoa ushahidi, sio? Ndio. Vitazungumza kwa yale ambayo itakuwa yanayafanya. Miongoni mwao ni kuna sehemu ya ulimi pia hapo katika hivyo ambavyo vitaweza kutoa ushuhuda. Naam. Ni suratu Afussilat, yauma tashhadu alaihim sam'uhum. Kumbukeni siku hiyo masikio yao yatakapowatolea ushahidi, wa abasaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao, bima kanu yaksibun, juu ya yale walioyachuma duniani. Mwanadamu atakapoona masikio yamemtolea ushahidi, macho yamemtolea ushahidi, ngozi imemtolea ushahidi, hatostushwa na masikio kutoa ushahidi wala macho kutoa ushahidi, atastushwa na ngozi kutoa ushahidi. Mungu atamwambia sasa, sema, baada ya ulimi kufungiwa, jitetee. Waqalu lijuludihim, badala kuisemesha macho au masikio, na husema kuisemesha ngozi, lima shahidtum alaina, ngozi yangu nilikuwa nikikupenda, ngozi yangu nimekupaka losheni mbalimbali, mafuta mbalimbali, nimekutunza mpaka nasifiwa na watu, bana ngozi yake bana ina shine, ina glow, imekuwaje leo umenisaliti? Ngozi itasema, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, simo, si usiki, sina kosa, amenifanya yule anayetamsha kila kitu mimi nitamke. Katika laini, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana, tuongea nani kutoka wapi? Na tafadhali tunaomba upunguze sauti ya runinga yako. Unaongea na Fatma kutoka Mbagala. Mimi ninauliza hivi, hivi ndo bwana mkubwa yote, je, kwa hawa mabubu inakuwaje? Safi. Asante sana Fatma. Katika laini, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu ndugu yetu, tuongea nani kutoka wapi? Naongea na Selemani kutoka Bagamoyo. Karibu sana Suleiman. Asante sana. Swali langu lilikuwa hivi. Je, hapo kuna mama aliuliza
kuhusu mabubu, na mimi nahitaji kuongezea, na wale wasiosikia itakuwaje? Sio? Wasiosikia. Ndio. Asante sana. Kwa dakika hizi ambazo tumesalia, naomba turuhusu moja kwa moja shekhe wetu Sheikh Nuruddin Kishki aweze kutujibia haya maswali mawili. Naam. Maswali ambayo tumepata kuyasikia ni kutoka kwa dada yetu Fatma kutoka Mbagala. Yeye anasema tumekwisha fahamu ya kuwa ulimi ndiye bwana mkubwa wa kila kitu na ndiye bwana mkubwa wa matatizo yote. Sasa nini hukumu ya bubu? Yale tumelugha bubu Bubu Nini hukumu ya bubu? Na hapo niunganishe ndugu yetu Suleiman, sijasikia anatokea wapi. Bagamoyo. Ndugu yetu Suleiman kutoka Bagamoyo, naye kasema anaunganisha umo swali la bibi Fatma kutoka Mbagala. Anasema naye anaunganisha. Bibi Fatma aliuliza mabubu na yeye anauliza sasa nini hukumu ya bubu na viziwi? Wao inakuwaje? Jawabu ni kwamba pamoja na kwamba uziwi na ububu ni moja katika mitihani ya Mungu, lakini ndugu zetu hawa wamepewa mtihani wa kutosikia na kutozungumza, lakini wakati huo Mungu amewaepusha kuchuma na kutenda madhambi mengi. Wameepushwa kusema, mtihani ule wangesema na yaliyo mazuri. Kitendo cha mtu kuwa bubu hawezi kusema, mtihani wa Mungu, na Mungu anampangia mtihani amtakaye. Tayari wamekwisha epuka wao ulimi. Lakini tukirudi kwa kiziwi, hasikii usengenyaji, hasikii matusi, hasikii dhambi yoyote. Pamoja na kwamba wamepewa mitihani upande mmoja Mungu amewaepusha na mengine. Twende kwa kipofu. Kitendo cha mtu kuwa kipofu ni mtihani. Mwenyezi Mungu anasema nikimpa mtihani wa macho mja wangu akafanya subira, hajakufuru, siku ya kiyama sina malipo zaidi ya kumlipa pepo. Pamoja na kwamba ni mtihani upofu, lakini wakati huo atakuwa ameepukana kuona haramu nyingi na madhambi mengi. Tofauti ya mimi na wewe, tumeachiwa viungo vyote, masikio yote, macho yote na hata mdomo. Ni rahisi kuchuma mema mengi, lakini pia rahisi kuchuma thawabu nyingi. Kwa kumalizia, ina maana Sheikh nataka kuniambia mabubu na viziwi hawatoandikiwa madhambi? Wataandikiwa madhambi kwa vitendo vyao na sio kwa maneno yao, kwa sababu hawasemi. Na kupeleka mbali sana Bi Fatma na Bwana Suleiman, kwa sababu ni wawili mliouliza, wanafungaje ndoa ya Kiislamu? Wanawachuoni wa Kiislamu wamesema kiziwi na bubu wataoa kama wanavyooa wengine, na wataozeshwa kwa lugha ya ishara, na wao wanajua lugha ya ishara na ndoa ikaswihi. Kwa hiyo na wao wanaweza kuchuma madhambi kupitia lugha ya ishara indirect na sio direct moja kwa moja. Wallahu aalam. Allahu akbar, mashallah. Shukrani sana Sheikh Nuruddin Kishki kwa faida kubwa sana. Kwa dakika 2 ambazo zimesalia, naam, Sheikh, pengine lipi la kumwambia mtazamaji kabla kusema kwa heri? La kumwambia mtazamaji ni kama alivyosema hapo awali, tukumbuke ya kuwa kuna siku ya malipo, na kule kuna mahakama moja tu. Kule hakuna ya mwanzo, hakuna ya wilaya, ya mkoa, kule mahakama kuu tu. Hakimu ni mmoja tu, ni Mola wetu mlezi, ambaye ndo kila kitu, mtenda haki, asiyejua dhulma na uonevu, na kila mtu atamlipa kwa malipo yake. Na kila mmoja wetu amempatia faili, na katika lile faili ametupatia malaika kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, waandishi watukufu watakatifu wanaandika na wanajua kila tunachokitenda na tunachokifanya. Kwa hiyo tunaandikiwa kila kitu. Tusirelax tukadhani kwamba sisi tupo, Mungu anatuona tu. Hapana, anatuona, anatufuatilia. CCTV ya mbinguni inatumulika. Leo tukidondoka, kila moja kidondoka, maswali yanaanza kaburini, hukumu inaanza kaburini mpaka siku ya malipo. Miongoni mwa vitu vitakavyowapeleka watu wengi motoni ni ulimi. Chonde, jiepushe na ulimi wako, uchunge ulimi wako. Usipende kucomment kila kitu, usipende kuchangia kila kitu, usipende kusema kila kitu. Hata kila unalolijua sio lazima uliseme. Jiepushe na fitna, jiepushe na matusi, jiepushe na usengenyaji. Ukiushinda ulimi,
hakika wewe ni mcha Mungu, na ulimi kukishinda imekula kwako, utakuwa ni mtu wa motoni. Shukrani sana Sheikh Nuruddin Kishki. Mtazamaji wa ZBC2, wema unaoendelea. Waliosema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha ndio hao hao waliosema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kufikia hapa tumefika tamati ya adhikra siku hii leo. Kumbuka leo nilikuwa naye hapa dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, ambapo alitukumbusha kuhusiana na kiungo ambacho kitaongoza kuingiza watu wengi motoni. Imani yangu ni kwamba tumeweza kupata faida kubwa sana kwa kile ambacho kimezungumzwa hapo. Lakini pia shukrani zisizo kiasi wala basi ziende kwa timu nzima ZBC2 ambao walikuwa sababu ya kufanikisha kwenda hewani kwa kipindi hiki cha dhikra, kwa sababu umeweza kuyasikia na kuyafuatilia matangazo haya kwa ubora kabisa. Naamini faida kubwa imepatikana. Kwa niaba ya shekhe wangu Sheikh Nuruddin Kishki, ni kuambie tu kuna mambo mawili: kuna kusaidia watu kuiweza dunia yao, na kuna kuisaidia dunia kumaliza watu wao. Wewe uko wapi? Kishki TV, nuru ya dini yako.